ambapo ulikosa kutimiza na ya kwamba ukaona kazi ya mikono yako imeanza kuharibika? Maana ni Mungu ndiye ameahidi ya kwamba ataharibu kazi ya mikono yako. Ameahidi ya kwamba mwili wako atauharibu kwa sababu ya yale maneno ulinena na kinywa chako. Nataka tu utumie dakika moja hii ambayo iko mbele zetu, ukafungue kinywa chako. Ambia Bwana, nisamehe siku ya leo. Sikujua ya kwamba nilikuwa nafanya hivyo. Kumbe nimeitwa ama nimekuwa mtu mpumbavu mbele zako Bwana. Ninaomba tu rehema zako, ninaomba utakazo. Ninaomba unisamehe na ya kwamba ninaahidi ni lazima nitaweza kukutimizia kiapo changu nilicho hapa mbele zako. Maana sitaki kuonekana mjinga, sitaki kuonekana mpumbavu mbele zako Bwana. Bwana, naomba tu unihurumie, maana nadhiri zangu nitazitimiza na sitaki nionekane tena mbele zako mpumbavu. Sitaki mwili wangu ukaugue kwa kansa au magonjwa yoyote ambayo imetokana na mimi kutokuwa mwaminifu mbele zako. Kutokuwa mwaminifu kwangu ndio kumefanya niweze kupitia haya majanga, niweze kupitia haya mambo 1, 2, 3, ni kwa sababu sikuwa mwaminifu. Lakini kutoka leo nitaweza kujifundisha katika neno lako ya kwamba niwe mwaminifu, nami sitaitwa mpumbavu, bali nitaweza kutimiza nyapo zangu mbele zako. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, mtakatifu Bwana, tunakuinua, tunakutukuza asubuhi ya leo Bwana. Tunaomba tu rehema zako Bwana mfalme. Kama kanisa lako Bwana, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Tunanyenyekea mbele zako Jehova. Tunaomba rehema zako Bwana mfalme. Maana kwa maisha yetu kuna vitu vingi ambavyo tumeweza kuahidi wanadamu. Kuna mambo mengi tumeweza kuahidi katika nyumba yako. Tukawaahidi wapako mafuta wako, tukawaahidi wachungaji Bwana, tukaahidi katika makanisa yako Bwana, tukaahidi katika madhabahu yako matakatifu, tukaahidi mbele zako Bwana Jehova ya kwamba ukitufanyia hivi na sisi tutaweza kukufanyia vile. Lakini sisi kama wanadamu tukakosa kutimiza kiapo chetu, na kwa hivyo tukaweza kufanyika wapumbavu mbele zako Bwana. Tunaomba tu rehema zako, samehe na utakaze dhambi zetu Bwana, na uovu wote ambao umeweza kuonekana mbele zako, ukaweza kuondoa na ukatusamehe Bwana, ukaweza kutakaza maisha yetu katika jina la Yesu, ukatakaze maisha yetu katika jina la Yesu, ukatuokoe Bwana, ukatuondoe Jehova katika hiyo laana ambayo imeweza kutupata, ni kwa sababu ya kutokuwa waaminifu katika Bwana viapo vyetu tunapoapa mbele zako. Tunaomba ukatuunganisha na rehema zako siku ya leo, na tunakuahidi ya kwamba Jehova, kutoka leo tutaweza kutimiza viapo vyote ambavyo tumeweza kuahidi mbele zako Bwana. Yale ambayo hatukumbuki, tunaomba ukatukumbushe kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu ya kwamba ni yapi tunafaa kufanya Jehova, nasi tutaweza kuyatimiza mbele zako Bwana, ya kwamba Jehova tusiitike tena watu wapumbavu mbele zako, na ya kwamba kazi ya mikono yetu ikaweza kubarikiwa, ya kwamba ikaweza kulindwa na wewe Bwana. Ni kwa sababu wewe ndio unatupigania na wewe ndio unatuongoza Bwana. Uinuliwe na utukuzo wa Kristo, ni kwa ajili unastahili Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana. Kila mmoja aliye mahali hapa Jehova, tunamwombea Jehova mfalme, ni kwa ajili ya viapo vyote walivyofanya maishani mwao na vikaja baadaye vikaweza kufanyika upumbavu mbele ya maisha yao Jehova Bwana mfalme, tunaomba tu rehema zako, tunaomba kibali chako, tunaomba neema yako, tunaomba msamaha wako, ya kwamba kwa warejeshe Bwana, ya kwamba wataweza kukumbuka hivyo viapo na wataweza kukutimizia Jehova. Kuanzia siku ya leo watakuwa waaminifu, watakutumikia katika uaminifu. Tutakutumikia Bwana na moyo wetu wote, tutaweza kukusifu na kukutukuza na kutimiza nyapo zetu mbele zako Bwana. Uinuliwe na utukuza Jehova, ni kwa ajili unastahili Bwana, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo Bwana tumeomba hata na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen.